nini ambacho una enjoy kwenye session na Harmonize? Uandishi tu. Uandishi wake sio kushika daftari hivi. Ashiki daftari? Daftari peni? No. Serious? Tunaika kipande kimoja tunaimba papa anafikiria bwana hivi tukifanya hivi tunashirikishana. Kwa Harmonize ashiki peni. Ashiki peni. Yes, Tanzania tuna orodha ya maproducers wengi sana bora, na ukitaja kwa mwaka huu 2025 kati ya ngoma bora ambazo zimezalishwa za Bongo Flavor, basi lazima utahitaji ngoma ya Furaha ya kwake Harmonize. Anaitwa Kimambo Beat, ndiye ambaye amehusika kuproduce hiyo ngoma. Lakini si hiyo tu, ukimzungumzia Kimambo nazungumzia maisha au historia ya kimuziki ya Gigy Money. Of course, ngoma ya kwanza ya Gigy Money ambayo imefanya vizuri sana, nampa nini ile ambayo imefungiwa nampa papa, ameproduce yeye pia Kimambo. So kuna mengi tunakuzungumza hapa for the sake of the industry, mengi sana. Karibu sana, hii hapa ni E-Talk, podcast yako namba 1 kabisa ya entertainment hapa Bongo Tanzania. My brother Kimambo, yeah, my brother. You good? I'm good. Walipoja kati ya watu ambao ni ngumu sana kupatikana Kimambo? Kwa sababu nadhani ya utofauti wa ratiba. Mimi nalala mchana na kesha usiku. Kwa hiyo nadhani tunapishana hapo. So kweli Kimambo, mimi nalala mchana kwa taarifa ambazo nazo mimi ni kwamba Kimambo ni mmoja kati ya producers ambao kwa sasa hawajainvest muda mwingi kwenye production, wameinvest zaidi kwenye biashara zingine nje ya production. Sasa mimi nitafanya biashara gani unaponiona? Unasikia unafanya biashara ya masuala ya real estate kwa sababu wanakutaja wewe ni mmoja kati ya successful producers in Tanzania. Unajua kwa nini kwanza tu studio yako mahali ilipo ni sehemu ambayo si kila producer anaweza kumudu. Just imagine Morocco Square hapo, najua ghorofa 15 Kimambo. Mimi nakupa siri. Mimi unajua mimi ni bingwa wa kutoa siri. Ndio maana naonekana ninacho hata kama sina. Kwa hiyo ule ubingwa wangu wa kutoa siri ndio unaonifanya watu wanaona huyu atakuwa nacho. Mpaka kaniambia nifanye hivi na kimekuwa. Basi atakuwa nacho zaidi. Kumbe hata sina, nimejaribu tu kutoa siri. So kwa mimi binafsi, mimi sio kwamba najishughulisha sana na biashara zingine. Mimi mostly nipo kwenye production. Kwa nini nipo kwenye production? Kwa sababu hizo biashara zingine sina uzoefu nazo. Sina uzoefu nazo na sijawahi kufikiria kujaribu biashara ambayo sina uzoefu nayo, kwa sababu itanipiga za uso. Nishaona washikaji zangu kibao wamejaribu biashara ambazo ziko nje na kile wanachokijua zaidi. Wakapigwa bakola nyingi sana. Kimambo, nikiangalia lifestyle yako ya production ambayo unaifanya na mambo ya biashara zako ambazo unazifanya, napata picha kwamba mtu ambaye alimuinspire Kimambo hawezi kuwa mtu mwepesi zaidi kwenye upande mzima wa production. Nani ambaye alikuinspire kuingia kwenye production industry? Kusema ukweli mwenyewe kuna muda najiuliza hilo swali na shindwa kupata jibu, lakini mostly mimi mpaka nakuwa producer. Nadhani si mimi tu, producer walio wengi Bongo kwa sababu hamna shule ya muziki. Sisi let's say, acha nijizungumzie mimi binafsi nimekuwa inspired sana na muziki ambayo nakuta nasikiliza. Mimi zamani nilikuwa naweza nikasikiliza muziki hata tarabu nikaipenda, as long as yani ina kodi zile ambazo mimi nazipenda. Yani nimekuwa msikilizaji sana wa muziki tokea niko mdogo. Kwa hiyo kile kitendo kimenisababishia mimi najikuta automatically nimekuwa na sikio la muziki, nimeingia kwenye industry ya muziki, nimefanya kitu watu wamekipenda, unaona? So mimi automatically nimejikuta tu nimezaliwa na upenda muziki. Kwa hiyo nikisema nimekuwa inspired na nani, yani kiukweli nimekuwa inspired na vitu vingi sana, na muziki mingi sana. Muziki ya Bongo Flavor, muziki ile R&B, sijui kina Westlife zamani, sijui mataarabu. Kwa upande wa producer maybe? Production, maproducers wengi, especially kama hapo ninapokuambia, umeona kama nakwambia napenda saa nyingine hata taarabu. Umeona? Kwa ina depend ile nyimbo imenikamata vipi yani. Yani kodi zake zimenikamata vipi. Kwa hiyo mimi nipo inspired na maproducers wengi sana. As long as muziki aliotengeneza umenifanya nimeupenda. Wimbo wako kwanza ambao ulikufanya uingie kwenye mainstream na ukakupa moyo kwamba naweza nikazi achieve hizi ndoto ambazo niko nazo, ulikuwa ni wimbo nani? Ulikuwa wa Gigy Money. Gigy Money. Yeah. Na Mpapapa. Of course. How do you guys meet? Tulikutana kwa Matonya. Kwa Matonya? Matonya 2. Wapi huko? Matonya alikuwa na studio yake Bahari Beach. Kwa hiyo pale ndo sema ambapo mimi nilikuwa nafanya kazi zangu nyingi. Nilikuwa nafanya production. Kwa hiyo mimi nikisema msanii wa kwanza ambaye ni superstar ambaye nimefanya naye kazi nikaniishi naye kama brother ni Matonya. Kwa hiyo nimefanya naye kazi sana. Gigy Money nikakutana naye pale.
Mario alikuja akaletwa na Kapasta pale kwa Matonya. Kumbe Matonya behind kuna watu wengi sana. Studio yako inaitwa nini? Ya Matonya ilikuwa inaji, yani ni studio tuleka kwamba bwana mdogo wangu bwana tunatengeneza mangoma hapa nini, kwa sababu si unajua alikuwa by the time nadhani naweza nikasema mimi ndio nilikuwa na plugins software ambazo watu wengi walikuwa hawana. Okay. So hata kila kitu nilichokuwa nikikifanya ilikuwa amazing. So unajua nimesema bwana muziki wewe ni nani? Wewe producer gani unaitwa? Niambia fulani. Hujatoboa bwana mbona muziki wako hatari sana. Alikukuta wapi hapo? Ni story ndefu hapo nyuma kwa sababu mimi nilikuwa nakaa Kenya. Okay. Yes, kwa hiyo kuna show ambayo iliandaliwa, mimi ndio ibidi sasa ni approach Matonya. Okay. Yeah. Kwa sababu huyu Mtanzania mwenzake nini itakuwa rahisi. Alafu kulikuwa kuna kaundugu kidogo kapo hapo. Cha familia. Yes. Kwa hiyo ikawa rahisi, yeah. Kwa hiyo ikawa rahisi mimi kumface na kumapproach kwa ajili ya kwenda kufanya shows kule. Okay. Yeah, so Gigy Money tulikutana naye kwa Matonya. Then after that nikahamishia studio Makumbusho sasa ya kwangu mimi binafsi. Kwa Gigy mrekodi na Mpapapa pale kwa Matonya. Makumbusho. Yes. Okay. Tulikutana pale ila kurekodi tulikodi Makumbusho na Mario akiwa hapo Makumbusho kwa sababu Mario alikuwa yeye ni mwandishi lakini ana nyimbo zake. Okay. By that time Gigy hakuwa katika lifestyle ya kwamba yeye ni mwanamuziki. Alikuwa ni model tu, anaonekana kwenye video za wasanii na nini, si ndio? Yeah. Nini ambacho ulikiona kwa Gigy au mpaka mkakaa chini mkasema kwamba Gigy anaweza kaimba wimbo namna hii na akafanya vizuri? Ile concept zima ya na Mpapapa ilikuwaje? Na kumwomba Gigy kwamba imba sasa hivi. Bila kuongopa bwana, ilikuwa mizuka tu. Mizuka nilitengeneza beat kwa kali sana ile. Japokuwa ilikuwa frame. Kana Mario alikuwa nayo ile beat kwenye simu yake. Akanipigia. Nadhani ni vibe ambayo alianza nao wao sasa kule. Kimambo kuna idea tumepata. Kali nipo na Gigy. Mpo wapi? Walikuwa wapi? Tusiza Morris sijui wapi. Niko na Gigy tunafanyaje? Nikamwambia njoo ni studio, mimi niko studio. Kuja kuiweka idea kali tukaidevelop kidogo ikawa kitu kikubwa. Okay, na Mario ndo alichora yote. Mario ndo alichora. So after alichora akatengeneza melody nini kila kitu. Baada ya pale mimi nikafanya mixing nikakabidhi nyimbo, sikuamini kama itaiti. Ndio ikawa tobo. Siku 3 tu sijui. Mimi napita mtaani nakutana nao nasema nyimbo imekuaje? Mbona sielewi? Yaani unajua kuna ile kama hujai kutengeneza hiti unakuwa hujui. Kwa unashangaa hii nyimbo imefikaje hapa? Na zamani unajua miundombinu yake ya promotion ilikuwa tofauti kidogo. Nyimbo haijai upelekwa kwenye TV, kwenye radio wapi, lakini nyimbo tayari inaanza kusikika mtaani. Imefikaje mtaani? Hicho ndio sisi wenyewe tumetushangaza, hata yeye mwenyewe Gigy Money hajui yani imekuaje nyimbo mpaka ikaiti. Okay. Yeah. Uliona talent kwa Gigy Money? Kwa kweli talent ilionekana kwa sababu by the time baada ya nyimbo kutoka akaanza kupiga shows sasa. Mtu ambaye ana talent ndugu yangu, show peke yake ndio kitu ambacho inaweza kukumbua, kwa sababu studios mtu mnaweza mkarekebishana mkatengenezana, lakini anaenda kwenye shows anafanya na perform na watu wanaenjoy wanafly, anacheza anaimba. Unajua kucheza na kuimba balalaki hapo. Sasa hivi nikikutoa hata kama mtu wa mazoezi stage ni ukaimbe na kucheza utaema sana ndio. Nikisikiliza sauti ya Gigy jinsi ilivyo na nikiwaza jinsi ambavyo kwa mara ya kwanza naingia studio na record. Ugumu ulikuwaje yani? Kwangu mimi haikuwa na ugumu. Serious? Sio kwamba alikuwa mtu ambaye alikuwa na experience na kuimba. No, haikuwa na ugumu. Mimi hiyo nakwambia tumefanya production ilikuwa 2016, si ndio? 2016. Hesabu kuanzia 2016 miaka 7 nyuma yote natengeneza nafanya production. Nishakutana na watu wengi sana. Nishakutana na challenge za kutosha, najua kila kitu. Kuhusu vocal nifanyeje, msanii ni mwelekeze afanyeje, challenge yake key gani akiimba ataimba vizuri. Kwa hiyo ilikuwa very simple kwa sababu nilikuwa najua huyu ajue aimbie wapi. Lakini ngoja nimwelekeze key akiimba huyu anapatia sauti yake nzuri kwenye kuimba key fulani. Okay. Kwa hiyo ikaenda vizuri. Nini ambacho kinamuinspire Kimambo kutengeneza beat? Msanii anapokupa melody una develop wewe mwenyewe kutoka kwenye kichwa chako, au ni nini ambacho kinakufanya kwamba now I can start producing? Ina depend. Kinachobeba vyote ni mood. Mood ndio inabeba vyote kwa sababu mood ndio itachagua. Nitumie experience, nitumie kipaji, nitumie mazoea. Unajua kuna muda producer anafanya kwa sababu tu yani acha nifanye mazoea, unajua ile. So
mood ndo inaweza ikabeba vitu vyote hivyo. Mood ambayo nitakuwa nayo by the time. Okay. Kama nina mood nzuri, maana yake hapo kipaji changu inakuwa kipo active kaka. Okay. Yani kipaji changu inakuwa very active. Yani ideas zina flow, umeona? Lakini nikiamua kutumia experience, nasema okay, kutokana na huyu anavyoimba ngoja nifanye hivi. Mood iko chini, sio? Lakini msanii siwezi kumwonyesha msanii mood iko chini kwa sababu yeye unakuta mood yake iko juu. Kwa hiyo lazima utumie experience. Lazima utumie yeye sasa mood yake. Yeye anataka nini? Na unaangalia okay, anachokitaka nikifanya hivi nitakiwa nimekidevelop. Hiyo ni experience sasa. Okay. Yeah, kwa hiyo ina depend. Sawa. Kuna beat, kuna time inafika ukiwa unafanya production unamuhisi msanii fulani kwamba hapa anaweza kakaa msanii fulani, unamtumia beat na nini na nini. Of course, mara nyingi inatokea unakuta umepata mzuka tu kwa studio unatengeneza beat, lakini ilivyoisha ukaona ile beat akiimba mtu fulani anafiti zaidi kutokana na key ambazo yeye anapenda kuziimba mara nyingi, au kutokana na muziki ambao yeye ameshaufanya ukafanya vizuri zaidi mara kadhaa. Kwa hiyo muziki huu pia unaweza kumfiti. Yes, vitu kama hivyo. How do you guys value yourself? Kwa sababu nimekuuliza swali makusudi kabisa. Yeah. Kumekuwa kuna malalamiko ya some producers kwamba hawapati vitu ambavyo na deserve kuvipata kutoka kwa wasanii. Umeelewa? Ikiwemo malipo na vitu kama hivi. Kama msanii umeweza kumcheki kwamba bwana hii beat isikilize. Tayari hapo ushaonesha kwamba wewe una demand naye. Je, utapata kile ambacho unakitaka in terms of finance, pesa ambayo unaitaka? Inategemea sasa. Sasa umeshamtumia. Karibu. Kwa mfano. Mimi naweza nikakaa nikapata idea ya muziki, si ndio? Idea ya muziki nikaona fulani ndo anafiti zaidi, sio? Kwani ngoja nikuulize swali. Wakina nani hao, labda akina Nisha, akina nani wanapoposti vipodozi vyao? Sio kukupostia wewe, sikakushawishi. Si utaenda utanunua? No, the same to sisi. What if sisi wateja wetu kwa wewe umeshamtumia demo ya beat. Sawa? Ameisikiliza. Lakini kimambo ili umrekodie let's say kama Nandi au nani, unahitaji $2,000. Nandi anaona mimi siwezi kumpa kimambo $2,000. Sasa hiyo inakuja. What if akaenda kukopi kwa producer mwingine? Makubaliano hiyo ni makubaliano. Mara chache sana wasanii wetu mimi nimtumie beat afu akakopi kwa mwingine. Wakati anajua alinitumia naweza nikaenda kurekodi kwake. Je, kesi zingine hizi za kwamba msanii huyu ana beat kama kilichotokea kwa Baddest na Rayvanny, alikuwa na msanii gani sio mwingine na Rayvanny beat, producer katuma beat kwa wasanii wawili. Sasa hizo changamoto vocal. Hizo ni changamoto pia za wasanii wetu. Unajua unakuta msanii karekodi nyimbo 2022. Sawa. Ile beat kali niko nayo store bado. Kurekodi 2022 no feedback, no nothing, tulifanya kimizuka, hatujalipana. Nyimbo ipo tu studio miaka 3. Sawa. Kaja msanii mwingine leo 2025. Kaisikia ile beat kaipenda. Automatically mimi nitajua yule jamaa kunilipa wala ana mpango na nyimbo kaipotezea, ilikuwa mizuka tu. So unajua ndamrekodia mwingine. So mara nyingi hiyo inatokea kwa sababu ya kutokuelewana vizuri kuanzia mwanzo. Kwa mimi kutokana na experience yangu na experience ya muda mrefu sana kwenye muziki. Mimi binafsi kutokana na umri wangu na experience yangu na muda mrefu sana kwenye muziki. So ni vigumu sana kufanya mistake kama hizo. So mimi nikifanya kazi na msanii mara nyingi namuuliza hii nyimbo una mpango wa kuitoa? Huna? Nayo. Lini? Siku fulani. Umeipenda au hujaipenda? Kwa sababu msanii mpaka atoe nyimbo maana yake haipende, sio? Umeipenda au hujaipenda? Nimeipenda, nataka kuitoa. Lini? Within this year. Basi nilipe. Akishanilipa siwezi kuuza tena beat kwa mtu mwingine. Kama ya kulipa? Of course na uwezo kuuza kwa mtu mwingine. Lakini ukishalipwaga kimambo bado mrabaha wako unavutaga kabisa, unaendelea kuvuta mambo ya mirabasi mpaka nyimbo sasa itoke. Ikishatoka we tayari kazi zako zipo copyrighted kwamba kuna percentage fulani unapata. Sasa ina depend umeshaisajili au umekubaliana na msanii. Msanii anapokulipa na kuna makubaliano, kuna split sheet na nini. Unachukua asilimia ngapi? Hizo ni mambo ya makubaliano. Kwangu ipo. Kila producer sasa hivi kwa sababu mambo yashabadilika. Kwa mamtaki kusindikiza tu kwenye utajiri. Kila producer sasa hivi ana hiyo kwamba bwana split sheet. Kwamba okay tumefanya kazi tumemaliza. Je, napataje percentage yangu? Hivi nipe siri, inawezekana isiyo ya kwako. Usually kwa bongo hapa kwa experience ya producers ambao wamekutana nao washikaji na nini kwenye split sheet hiyo unaisema
mnacheza kwenye percentage ya asilimia ngapi, ili mtu avute picha kwamba nikisupport wimbo fulani basi kuna asilimia fulani inaenda kwa producer? Inawezekana isiwe kwako, lakini kwa overall tu, kwa jinsi ambavyo umeona wewe watu wana mgawanyiko wa hiyo pesa, asilimia ngapi? Sawa, ngoja nikupe sasa kielimu kifupi. Usually kuna master, I mean recordings, alafu kuna publishing, royalties. Sisi producers, kama umeshalipwa na msanii mmekubaliana vizuri kakulipa master, maximum unaweza kuwa ni asilimia labda 4-5. Okay. Maximum umeshalipwa master. Na hiyo asilimia 4 au 5 either una mkataba au yani makubaliano ya mwanzoni ya mapema ya hiyo asilimia 5 au 4. Hiyo kwenye ile recording sasa ambayo ndo master. Ila ukija kwenye publishing, yani automatically by default producer ana asilimia 50, mwandishi ana asilimia 50. Msanii ina depend. Kama msanii hajaandika ile nyimbo, hana hiyo asilimia pale. Umenichanganya kidogo hapo. Kuna vitu vile umeniambia. Kuna master na publishing. Yeah. Okay. Master ni nini? Master ni ile nyimbo ambayo sasa inatoka inakuwa Spotify, iTunes. Hiyo ndo master. Publishing sasa ikishaenda kule Spotify sijui wapi kuna kiwango ambacho ndugu zetu walikaa wakafikiria wakasema bwana sasa hapa producers na waandishi wapate chao kidogo. Kwa nini mnapata kutoka kwenye nini? Sasa ndo kuna kwenye loyalty kuna kama hizi Tamriso, sijui ndo Kosota, umeshaona kuna kama BMI. Sasa hizi nimekutajia hiyo loko ya kwetu ndo Tamriso. Lakini international ndo kuna BMI, sijui ASCAP, sijui Samsung Trust. Kwa kuna percentage unazichukua kutoka kwenye ile master hiyo ni percentage ya publishing. Publishing haihusiani na master. Ila distribution ni tofauti kabisa na publishing. Ni pesa mbili tofauti hizo. Pesa distribution nini? Ni tofauti kabisa na ya publishing. Pesa distribution ndio hiyo. Kwenye distribution huko ndo una distribute master sasa. Una distribute master. Una distribute wapi? Mfano. Spotify, mfano. Mimi nimeweka wimbo wangu Spotify, iTunes, si wapi huko. Si ndio? Nikapata milioni 1. Kuna source nyingine ya hela zaidi ya hiyo? Of course, si ndo za publishing. Ambao publishing sasa ndo gharama ambayo msanii anailipia. Yani sio gharama, hiyo by nature. Huo umemlipa producer. Huo hujamlipa. Okay, wao wasanii wanatozwa kiasi gani ambao nyimbo mnapata? By the way, pesa ya publishing hawezi kuichukua mwandishi. Pesa ya publishing ya producer au ya mwandishi hawezi kuchukua msanii by any means. Labda amue yeye kujiweka kwamba mimi ndo nimeandika, mimi ndo nimeproduce. Umeshaelewa? Okay, sawa. Kimambo hapa nitakuuliza sana maswali kwa sababu nataka nijibu kirahisi sasa hivi uelewe. Kwa mfano sasa hivi wasanii wakipeleka nyimbo kuzisajili labda Tamriso, Kosota, sio? Hapo sasa sijajua Tamriso na Kosota sasa hivi wako pamoja ama ni vitu vitu tofauti. Lakini msanii anapopeleka kusajili nyimbo zake pale, analipia? Hapana. Anatakiwa aandike who is the producer, who is the writer. Huko kote nimekuelewa. Naenda kwenye jibu la swali ambalo unataka kuuliza. Who is the writer, who is the producer? Kwa nini wanauliza? Ili mirabaha ya hawa waandishi na producer iwepo pale. Umeshanielewa? Sawa. Lakini sasa kama msanii akienda pale akiandika yeye ndo producer, yeye ndo mwandishi, maana yake sikaamua pale kudhulumu za wale hawatopata, atapata yeye. Sawa. Sasa tunarudi huko nyuma. Producer atajuaje yeye mraba wake umeingia haujaingia? Yeye pia anatakiwa akajisajili. Anajisajili vipi? Kama producer, na anatakiwa awe na split sheet. Split sheet ni kama mkataba tu kwamba mimi na wewe tumerekodi studio, tumekubaliana publishing money yangu mimi ni asilimia hii hapa nimeichukua. Sawa? Huyu ni mwandishi tumekubaliana publishing money yake ndio hii imechukua. Ule ni kama mkataba. Kwa hiyo unavyo mention umefanya nyimbo 1 2 3 4 5, watu kuende na split sheet zake. Zile split sheet ni kama mikataba. Kwamba ukifika pale kama msanii alijiweka yeye ndo producer, yeye ndo msanii, yeye ndo mwandishi na producer, maana yake
ule mkataba ndo utakurahisishia wewe, ambao ndo split sheet hiyo, utakurahisishia wewe kutoa yale majina yake ukaweka wewe ili upate mraba. Kimambo huko kote nimekuelewa. Ninachojaribu kuzungumzia mimi, najaribu kuitafuta thamani ya hiyo pesa ya publishing ambayo msanii anaitoa. Mfano nimekupa, msanii amefanya kazi, amechukua master hiyo, kai-upload Spotify, kai-upload wapi na wapi, YouTube na kila kitu, si ndio? Amepata milioni 1. Kwenye milioni 1 hapo, mfano kwenye milioni 1, hiyo publishing, gharama ya publishing kudetermine kwamba anachukua 4% ni ipi, au mpaka kisha iweka kwa ndio ile kwenye hiyo milioni 1 anachukua 4% nyinyi. Sasa kwa mfano, let's say unachukua mraba wako YouTube wa publishing. Tutoke kwenye YouTube, huko complicated. Tuseme labda radio fulani Marekani imepiga nyimbo yako, si ndio? Baada ya radio kupiga nyimbo yako, kuna fedha ya mraba ambayo inatakiwa ilipwe, sio? Umenielewa? Kwa producer na mwandishi, sio kwa msanii. It depends, lakini kama msanii kaandika inaenda pia kwa. Hapo nimeanza kukuelewa. Umeshanielewa? Kwa hiyo pesa ya publishing ni nje ya pesa ya master ambayo ndio zile kutoka kwa nyinyi. Amchukui hela kule Spotify, amchukui hela. Hatuchukui hela. Sisi ya kwetu ya publishing ambao sisi publishing tunalipwa na let's say kama radio amepiga nyimbo, ni miraba hii ambayo inazungumziwa kila siku. Kwa hiyo kiwalisia nyinyi mwanangu, kwa mfano kwa nikuulize, hii miraba ambayo juzi hapa tunapewa. Okay, kwa mfumo ukiniambia hivyo, kwa mfumo wa Tanzania basi nyinyi pesa mnapata ndogo sana, kwa sababu radio stations hazipay, japokuwa sheria iko hivyo, lakini kiwalisia hazipay. Zinalipa. Kweli? Okay, nenda wewe ni mwandishi. Nenda pale Tamliso au Kosota. Kwa kila wimbo wa msanii ukicheza kwenye radio unalipa. Wanalipa. Najua wanalipa. Ndio maana Tamliso ama Kosota wanaitaga wasanii kwa ajili ya kupewa miraba yao. Sasa sijui kama, lakini sasa ile wana calculate vipi, kwa sababu najua kutokana inapopigwa. Basi mimi nilichokuwa nakijua ni kwamba mfano wimbo kitoka wa msanii, si ndio? Akiweka pale Spotify kapata milioni 1, si ndio? Kapata views kadhaa, kapata hela mfano shilingi milioni 1. Basi kama ni 4% hiyo, producer anachukua pale. Mnagawania pale. Sasa hiyo ina depend mkataba wenu wa master. Mlikubaliana uchukue 1% hiyo. Lakini by default ni sehemu moja kwenye publishing. Kwenye publishing. Kwenye master ni makubaliano. Hapo sasa ndo nimekuelewa vizuri. Kwa mfano sasa hizi ni mifumo ambayo unakuta hata wenzetu wanayo. Wenzetu unakuta producer akitengeneza nyimbo moja hit, ikahiti duniani, anapata sana hela. Kwa nini anapata hela? Sio kwenye publishing tu. Unakuta kwenye master na 4%. Kwa unakuta labda Chris Brown labda ameingiza kwenye nyimbo yake, kaingiza labda bilioni 5. 4% ya bilioni 5 sio ndogo. Kwa sababu muziki sio kwamba tukishaingiza hela hapo ndo basi inaendelea kuingiza. Umeshaona? Kwa hiyo ndo hivyo. It depends. Kwetu sisi mara nyingi waga master zao watupambani nazo. Master msanii bwana, umechukua nyimbo yako habari, si sawa, mna shida. Siku hizi tu ndo watu anapambana na publishing money, ambao hiyo publishing ndo hapa tunakutambulisha kwa sota hawa. Kuna online sasa, kuna BMI. Kwa nyinyi mnataka mmalizane studio bwana, nige changu kana rekodi milioni 4, nige milioni 4 yangu. Na hata hiyo sio kwamba inaweza kusababisha, hiyo sio kwamba inaweza kusababisha mimi nikakosa publishing. Umeshaelewa? Hata alipe milioni 100. Sawa, kwa sababu za nature ya huku publishing automatically inakuwa ni ndogo, sababu hata wasanii ni hata Kenya, hata Bongo analalamika, msanii kaenda haba mfano unapewa kwa mwezi, unapewa milioni 2. Hasa milioni 2 msanii umepewa milioni 2 umepewa wewe, just producer anapewa 1%, anapewa ngapi? Na hiyo inaweza ikawa nyingi. Milioni 2 nyingi. Just imagine. Kwenye muziki wengi tunaofanya, tunapambana kwa sababu ni kitu kina msukumo, kipo ndani kinamsukuma sana. Lakini system especially huko Afrika, system ya sisi ma producers kufaidika, sio kwamba yani tunafaidika iko vizuri. Alafu hicho namba 1. Namba 2, elimu ya biashara ya muziki ya mtandaoni loko bado hatuijui vizuri sisi kama producers. Kwa hiyo unakuta tufaidiki hivyo ambavyo tunaweza tukawa tunaonekana tunafaidika. Na hiyo ni kwa nini? Kwa sababu hatuna elimu ya kutosha katika masuala hayo. Kwa mfano mimi let's say kuanzia 2015 nilitengeneza hits nyingi mpaka 2021. Sawa. Hapo nyuma kote zile hela za publishing nyimbo ziliti nilikosa. Kwa nini nilikosa? Baada ya miaka 3 sio valid tena.
yani zinaenda wanazidistribute kwa watu wengine huko. Okay. Kwa mimi nilikosa hela zangu za miraba za miaka yote ile. Umeshaona? Sio nyingi lakini for 6 years ni nyingi sana. Sawa, kingine Kimambo, unaicontrol vipi hii battle kati ya msanii na producer? Msanii anataka hit song, producer anataka mimi niite muziki mzuri. Japokuwa hit song inaweza kuwa muziki mzuri na hit song inaweza kuwa muziki mbovu vile vile. Kwa sababu hit song just kitu ambacho wanakipenda tu watu. Umeelewa? Ndio nataka kuja. Sasa hit song unamaanisha nini? Okay. Ukisema hit. Iko hivi, kwa maana yako. Tunaongea katika maana tu ya mtaa. Umeelewa? Hit song kwetu sisi tunasema ni ngoma ambayo ngoma limehiti. Mfano ngoma Mamina imehiti. Lakini kiwalisia tukija kwenye ubora tutapishana. Sasa bado yani hit and run au hit song. Yani unajua kuna nyimbo ndio tunakuja kuna wimbo bora. Sawa? Wimbo bora. Tunapozungumzia wimbo bora ni wimbo ambao Kimambo mtu akisikiliza. Sasa hebu tuelewane. Kwa sababu siku hizi mambo yamebadilika. Kuna mambo matatu kwenye muziki. Kuna hit song. Kuna content ya muziki iliyoenda tu ya kawaida, hiyo ni content. Alafu sasa kuna muziki ambao sasa umehit. Yani the big song, massive song. Kuna wimbo wengine unaweza kuwa big song. Lakini kiwalisia ukienda kwa watu wa muziki anakuambia sasa what the content unakuta ni mbovu. Mixing pia inawezekana ikawa mbovu. Lakini kwa sababu watu wameamua kuvibe nao tu kwa muda huo, nasema tu fresh. Ni kama vile sasa hivi wasanii wanapokuja studio bwana, mimi nataka nitaje nyimbo moja ambayo iko hivyo. Ambayo ipo hivyo. Ambayo ina mixing mbaya. Mamina. Sasa hiyo unahitaji hit song. Unahitaji hit song. Ukienda imehit bana. Lakini sio hit song. Imehit mtaani. Sio hit song, hiyo ni content mzee wangu. Hiyo ni content tu za kawaida. Kwa siku salini. Asiseme hivi hata utashambulia kwa sababu unajua tutoe tu ushabiki wala. Twende kwenye muziki for the sake of music. Umeona hicho ninachozungumza hii mambo hicho. Umeona kisema yeye kwamba for the sake of music. Ndio maana nikakuuliza swali langu. Umeenda huko kote kilimrudi kwenye line yangu kwamba vipi? Unavyoona wewe hii battle woga unaizima vipi kwamba msanii anakuja studio anataka wimbo fulani ambao wewe ukiangalia katika mizani ya kimuziki kabisa unaona kabisa hapa anaenda kutoa boko au hichi kitu si kitu kizuri, lakini kwa sababu msanii anakipenda basi nitaweka. Mimi binafsi sifanyi. Nikiona kitu naweza nikakiona kitu hichi kweli kita trend, lakini najua this thing imezidi sana 2 weeks. Sasa kwa nini niwe producer design hiyo? Juzi umeandika hilo pia kwamba wasanii sasa hivi mnashindana ma content creators. Of course. Na hicho kwa nini nimekiona nikiseme? Mimi mara nyingi siwezi, mimi sio mtu wa kusema hivyo vitu kwa sababu naweza nikaamua nikasema hainihusu, nikafanya mambo yangu tu. Lakini kwa nini nimesema? Kwa sababu naona wasanii 5 years to go watakavyokuwa. Watakuwaje? Sasa imagine hichi msanii anapata, tuseme tuweke makadirio ya juu, sawa? Msanii anayepata milioni 300 kwa mwezi, makadirio ya juu nimeweka, pengine awepo msanii jingine wasiwepo. Ujue msanii anayepata milioni 300 kwa mwezi maana yake ana invest zaidi ya milioni 100 kwa mwezi. Zaidi ya milioni 100 kwa mwezi. Promotion ya nyimbo zake anazozitoa within a month. Huyo msanii lifestyle yake haiwezi ikawa ya milioni 1 kwa mwezi, haiwezi. Lifestyle yake lazima iwe iko juu, gharama ya maisha. So most of the time msanii ambaye anaweza kupata milioni 300 kwa mwezi, kifupi ndani ya mwezi anaitumia hiyo inaisha. Sio, umeelewa? Kwa nini? Kwa sababu ndani ya mwezi unatakiwa utoe nyimbo nyingi. Okay. Sisemei nyimbo 5, sijui 6, nyimbo labda 2. Umeshaona? Ukiachana tu na nyimbo sasa, utoe ni content vya kuwafanya watu wakuone upo. Sio, umeelewa? Hivyo vyote ni vitu ambavyo wasanii wanaviplan na management, sio? Ambavyo wanaviplan na management na kuvifanya vinatumia gharama. Na kuna majibu haya. Viende au usiende. Watu wakucrash, wakukataa au wakukubali. Wakikukataa maana yake andaa budget nyingine. Kwa hiyo nataka kuniambia Kimambo, so ninachomaanisha sasa, kwa nini wameamua kwa hivyo? Wameamua kwa hivyo kwa sababu siku hizi industry inataka uwe mtu wa content. So imewatransform wasanii kutoka for the sake of music kuja for the sake of content. Kwa nini?
ili watu wawakubali, wapende wasanii bado waendelee kuwa pale. Si unajua au ni wasanii wa bongo nazungumzia au ni trend ya dunia na wasanii wa bongo? Yeye anazungumzia wa bongo hapa. Kwa sababu tukiangalia mfano msanii kama Wizkid, wasanii from Nigeria wengi ambao kimsingi wa Nigeria ndio wana lead muziki wa Africa, right? Ukimwangalia lifestyle ya Wizkid kwanza mtandaoni, hata posting zake umkuti yani kwamba ana posti maisha yake yako very private, yani wanaishi kama wa Nigeria wengi wanaishi maisha ya wasanii wa Marekani, kwa sababu leo hii uwezo kukuta Kendrick Lamar leo kajiposti siku nzima, mfano bongo hapa sasa msanii anajiposti mara 5 kwa siku. Unajua kwa nini? Kwa sababu ya kacha yao. Unamwona kila saa msanii kwa sababu ya kacha yao. Mimi juzi nilikuwa napita bongo, si tunapenda amsha sherehe, sijui unanielewa, especially wa bongo wa mitandaoni. Juzi nimepita pale, nilikuwa natoka Fire na kuja hivi Magomeni, nipite nitokee hivi nitokee hapa Moroko. Kuna sehemu nilikuta pale watu wanapigana ngumi, bodaboda sio wamegongana, sio wamegongana, wanapigana. Bwana, watu kibao wameshuka wanaangalia, atakaangalia tu ugomvi wana enjoy. Kwenye daladala naona watu wametoa macho wanacheka hata unajua? Kwa yani ndo kacha yetu sisi ilivyo. Yani sisi tunataka muda wote pilika zile. Yani watu wataki kupoa. Wakipoa na kuwa na majonzi. Maisha labda sijui magumu, sijui sielewi. Kwa watu wanataka ile amsha. Especially ya watu wetu ambao tunao kwenye mitandao. Kwa nini mtu anashika simu anataka ingie Instagram labda? Kwa sababu anataka kule akiingia akutane na vitu ambavyo vitamfanya nini? Vita boost dopamine yake. Kwa hiyo inawezekana tukatenge tunaenda kuwa muziki kwa lifestyle ambayo wasanii wao kuishi kwa sasa. Sasa kwa nini niliposti vile? Mimi nilikuwa najaribu kuwakumbusha wasanii kwamba muziki peke yake, muziki tu kama muziki, ukishakuwa msanii real musician, unaimba vizuri na hapa hata moyo. Unajua kuna wasanii wanaojua kuimba wazuri tu wamekata tamaa mzee, hamna tena mambo, kwa sababu mpaka uimbe mpaka utrend. Sasa hivi inabidi uimbe ujinga tu, kiimba ujinga ndo na trend. Kwa wasanii wengi wa design hiyo unakuta anaona hakuna motivation, hakuna motisha kufanya muziki. Kwa nini? Kwa sababu pia hata mashabiki hawasupport. Mashabiki wanataka kusupport ujinga. Umeshaona? Lakini wasanii wakiamua kwamba tuna separate ya mambo, muziki, kwa sababu mambo yamebadilika, inabidi tukubali muziki, content creation. Mambo ya watu wa content creators tuachie content creator. Mambo ya muziki watuachie sisi wasanii. Umeshaona? So tukiweza ku divide hiyo, itarahisisha msanii kuendelea kuwa kwenye value yake. Lakini unakuta msanii kawa content creator. Ukishakuwa content creator, maana yake yani umekuwa content creator zaidi ya usanii wa kuimba. Maana yake unajua nini? Within 5 years huna thamani tena. Usanii bongo utakuwa hauna thamani tena, kwa sababu wote wamehamia kwenye content creator. Mtu anafika studio na record kipande cha TikTok cha challenge. Ina maana kama wasanii wote challenge zinaisha. Sijui niongee vipi nieleweke, kwa sababu unajua naye kuelezeaga vitu mimi inanishinda. Kutoka kwenye wanamuziki 70% ukaiweka kwenye content creation, 30% ukaiacha kwenye muziki. Investment 70% kwenye content creation, 30% kwenye muziki. Hiyo inashusha value ya msanii, sio sasa hivi, baadaye. Okay. Kwa hiyo hata wewe kama umeanza kugundua sasa hivi sio kama zamani wasanii walikuwa yani akipita pale fulani. Sasa msanii unamuona, unajua ratiba yake, anaamka asubuhi, anafanya nini, unajua unafikiri unakuwa excited. Sio mbaya ile na kuweka karibu na jamii, lakini kuna namna ya kumanage ile. Tusiende kimazoea. Tukienda kimazoea wasanii watapoteza value. Kimambo. Na kwa nini wasanii watapoteza? Na kitendo cha kupoteza value kinasababisha hata wasanii wengine wanaokuja kwenye game wakija wasikae muda mrefu. Kwa nini? Wanavunjika moyo. Kwa nini wanavunjika moyo? Umeingia kwenye game unajua sasa nishakuwa star. Damn. Watu wananijua. Ukiingia kwenye wewe ndo fulani, safi sana bwana hapo. Unajua ile, yani watu wanakuchukulia tu. Kumbe ndo huyu. Bwana ndo huyu. Kapita kwenye TV anaonekana mrefu kumbe mfupi. Unajua ile.
Kwa nini? Kwa sababu tayari wewe mwenyewe umeamua ujiingize kwenye kuwa content creator. Kisha kuwa content creator ndio kuonekana kila siku ufanye mambo mengi, uposti vitu vingi nini. So badala ya hivyo ni bora wasanii waamue kwamba sisi we are musician, we do music. Na if we need to do content creation, tunaomba content creator atufanyie content hizo. Sio wao wenyewe. Ukifanya wenyewe maana yake wanaingia mazima kwenye kuwa content creator. Kisha kuwa content creator within 5 years hapo shughuli imeisha. Kimambo. Sasa hivi producers mmekutana na changamoto moja. Ujio wa AI. Wanasema ukiamua kukubali kwenda nayo sawa, utanufaika sana. Ukitaka kwamba mimi sikiliza, mimi nataka mimi niumize tu kichwa kwa msanii, utapata tabu sana kutokana na dunia jinsi inavyoenda. Of course. Uko upande gani? Asi na depend unafanya muziki kwa matakwa gani? Wewe unavyoona ujio wa AI inawasaidia producers au inawasaidia na kuwajenga au inawasaidia na kuwabomoa? Sasa kwangu mimi sasa hapo labda nijizungumzie kwa wewe sasa. Software za AI ziko nyingi sana. Kuna software AI umeona sisi tunavyorekodi hapa hivi. Ikabadilisha sauti. Ina msaada wangu. Umeshaona? Mbona tunavyorekodi hivi labda kama kuna noise, makelele barabarani, watu wanapita nini. Yenyewe inaweza kutoa zile noise. Ina msaada kwangu. Umeshaona? Huwezi kusema ina msaada kwako. Lakini kuna software za AI sio za msaada tena kwangu. Ni za kunidumaza mimi. Kunidumaza, kuniondolea talent ambayo ipo ndani. Kuniondolea motisha kuwa na mzuka na kufanya kazi yangu, kwa sababu najua mimi hata nikipiga beat kali hivi kuna mwingine anaweza kupiga kama hili kwa kutumia AI. Umeshaona? Sijui unanielewa? So mimi target yangu na nguvu yangu nilipoiweka, ndio maana nimewambia mwanzoni, nimekwambia wasanii wanatakiwa wajifunze, kwa sababu mambo yanabadilika kila siku. Wajifunze kufanya kazi kwa nguvu, moyo, motisha, ili kufanya mziki yani uwe kwenye damu. Kama wasanii zamani, mimi nadhani wasanii wengi walikuwa mziki upo kwenye damu. Yani mziki ushakuwa kwenye damu, ukiamini kwenye kile unachokifanya, watu watafuata tu. Trend itatokea kwenye mziki. Yani usitafute trend itokee mtaani alafu wewe ndio uifanye. Hauwezi kudumu nayo. Kwa sababu mpaka ilipotoka huko mpaka inakufikia wewe ndio unaifanya. Ili tena kuirudisha kwenye jamii, tayari kuna filter pale. Ushaifilter, imekuja kwako, umeifilter, umeirudisha. Haiwezi kukaa. Lakini as long as trend inatoka kwako wewe, unaipeleka mtaani. Watu wataipenda na itakaa. Kama zamani kuna style ya Mr. Nice ya kukata hivi kiuno nini ilikaa muda mrefu kwa sababu ilitoka kwake. Okay. So maana yangu nini? Maana yangu ni kwamba ukiwa na motisha kufanya kitu chako vizuri na nini, AI haiwezi kuja kukata mudi. Ila mimi nakwambia, wewe angalia wezini miaka 5 una mabadiliko makubwa sana yanatokea. Mabadiliko yanatokea kwa sababu gani? AI itakata moto, itakata vibe maproducer ambao wanafanya kwa ajili yani kwa ajili tu waonekane kwamba ni manoma. Sijui unanielewa? Sio kufanya kwamba na mapenzi na hii kitu ninachokifanya kutoka ndani. Mwisho itawakata pia wale watu ambao wanafanya labda nafanya biashara, kama biashara ndo wengi wanakuta kama alikuwa hata na kipaji akaamua sema ni bwana nifanye biashara yani kindaki. Kipaji kinapotea kwa sababu kuna mwingine yuko pale mtaani kwako kwa nyuma anateza biti kama yako kutumia AI, lakini sasa wewe unakuta wewe talent yako uliweka pembeni ukaweka biashara zaidi. Okay. Kitu ambacho kinaweza kikakubakiza wewe kuendelea kufanya production within these 5 years ni talent na ule msukumo wa ndani, motivation, motisha, kutaka kufanya kitu kitokee, yani kutoka kwako idea zako zile kuzitoa nje. Umeona? Hiyo ndio kinaweza kukufanya uendelee kuwa producer mzuri. Okay. Au msanii mzuri. Ila ukisema ngoja nifuate trend, ngoja ni wapi watu wanachokitaka, ngoja nifanye hichi, ngoja nifanye kile within 5 years huna tena motisha na muziki. Kimambo, kwa experience yako ndogo, creativity kwako ina sound kama something natural au ni skills ambazo unazidevelop kutokana na experience ya kazi uliyoifanya? Creativity mimi naona inatoka natural from inside. Yani naturally. Kuna idea inaweza ikaja haujawahi kuipiga hiyo beat. Yani hujawahi kuipiga. Kwa mfano mimi sasa hivi na muda mrefu nafanya production. Kwa nini
Sasa hivi mimi nilikuwa na uwezo kusema bwana kwani lazima niendelee kufanya production. Yes, tajiri nakujua. Sio tajiri. Kwani nisiende nikafanya shughuli zingine huko. Yaani nitafute hela tu niishi. Yaani nikawa hata yani nikawa agent huko, nikawa dalali, nikamtafutia hata Doto Magari, bwana sikiliza, hem tupambane pamoja basi. Hizo ganji tu tunagawana, tuuze magari. Sijui unanielewa. Au nikatafuta nani huko, nikawa dalali hata wa nyumba. Kwa nini nashindwa kufanya hivyo? Kwa sababu muziki unanivuta, unanisukuma, naona kama kuna kitu labda kitatokea. Kwa nini na moto, yani motisha mkubwa kwenye muziki? Umeshanielewa? So msukumo wa kufanya kazi, msukumo wa kufanya production ndio unanifanya mimi mpaka sasa hivi niko hivi, naendelea kufanya production hata kama sipati kitu. Naendelea kufanya production. Hata kama yani sipati 100, still nafanya production. Okay. Yeah. Kimambo. Swali lingine, umefanya Furaha. Unajua naweza nikasema katika best songs ambazo za Bongo Flava zimefanya vizuri kwa mwaka wa 2025 mpaka sasa Furaha ipo pale. How do you feel by the way? I feel proud. I feel proud kwa sababu umetoka by the time ambayo watu wa concentrate na Bongo Flava, wako na muziki mingine lakini imepenetrate pale. Wana concentrate na mapiano. Yeah, sasa. I feel proud kwa sababu unajua msanii mwenyewe pia umefanya kazi na msanii good writer, ushaona Kwa hiyo sio kitu ambacho mimi cha kunishtua, kwa sababu najua tu usually lazima itafanya vizuri. Ambacho kilikuwa kinaniogopesha labda kwamba okay ushafanya muziki, unaweza kudumu kwa miaka mingapi? Je, inaweza kabaki kwa legacy? Je, huyu msanii mrekodia anaweza kuendelea kupata mapato uko Spotify, YouTube, akafaidika na nyimbo ambazo wewe umeitengeneza? Umeshaona? Kwa hiyo kikubwa ambacho kinatia wasiwasi sasa hivi ni kimoja tu. Nyimbo kutokukaa muda mrefu. Yaani nyimbo kukaa kwenye cycle ndani ya wiki 2 wiki. Hicho ndio kikubwa ambacho kinatisha, na huo ni ugonjwa ambao upo kwa watu ambao tuna target kuwapelekea. Nielewe, watu ambao tuna target kuwapelekea. Tumewatarget sana watu wa mitandaoni na nini, ambao watu tuliwa target kwa mitandaoni kuwapelekea wanakula material mengi bro. Hivi unajua kuscroll hivi. Unatoka unaangalia kingine, umetoka umemwangalia sijui nani Maudaku, umetoka umeangalia nani, umetoka umeangalia Ricky Media, umetoka wewe, kichwa chako kinakuwa na concentration. Lazima uwe na low dopamine. Sisi ni binadamu, ubongo kuna memory na kuna vitu vingi unavulisha ubongo vitu vingi kwa mkupuo. Unamtengenezea mtu low dopamine. Labda madaktari anaweza kanisaidia hapo, labda sijui sana. Lakini mimi ninavyoelewa, binadamu akishakuwa anakula vitu vingi kwa muda mfupi, unamtengenezea low dopamine. Yaani anaona kama mambo yasha, uanze kutoa nyimbo leo, mwenzako unaona hii nyimbo sio miezi 2 nyuma hii. Kumbe umeitoa asubuhi, sema kala matilio mengi sana kwa hiyo siku. Ugumu uko vipi kufanya kazi na mtu kama Harmonize hasa kwenye recording sessions zile? Ugumu na urahisi pia. Kwa kweli ugumu sioni, hamna ugumu. Nini ambacho unaenjoy kwenye session na Harmonize? Uandishi tu. Uandishi wake sio kushika daftari hivi. Ashiki daftari? Daftari peni? No. Serious? Tunaika kipande kimoja, tunaimba papa, anafikiria bwana hivi tukifanya hivi na tunashirikishana. Kwa Harmonize ashiki peni. Ashiki peni. Alafu yani mna rekodi, sio yule mtu unajua kuna mtu mwingine anatengeneza nyimbo lakini hataki kuonekana kama amekushirikisha producer. Hivi tukifanya hivi vipi? Bwana hiyo haijakaa poa. Anatafuta kingine. Hii vipi? Hii noma mzee. Poa, tuweke. Unajua ile. Kwa hiyo mnafanya session, mnashirikiana, ndio urahisi wao nakuelezea. Mnashirikiana, mnafanya kitu kizuri. Kwa hiyo yani una feel hata nyimbo inatoka una feel kwamba this song is good. Kwa nini? Kwa sababu mliko studio mnashirikiana. Kwa hata mtu akitoa comment kuhusu nyimbo labda bwana unakipenda na kipenda, unakijua, unakinotice. Kwa sababu unakumbuka studio, hichi aliniuliza hichi. Kilikuwa kweli kikali hichi. Okay. Umeona Who is your goat kwa Tanzania kwenye upande wa production? Kwenye upande wa production. Great of all time. Hivi ni nani ambaye muda wote yani kaua? Sasa ni specify kuanzia lini? Bongo Flava. Kuanzia lini? Kuanzia huko kutoka Bongo Flava inaanza mpaka sasa. Mpaka sasa hivi. Kwani kuna producer yupo kuanzia Bongo Flava imeanza mpaka leo?
mpaka leo. Yani yeye ana produce tu kuanzia Bongo Flava anaanza mpaka leo. No, what I mean ni kwamba kuna mtu ambaye amefanya production ambayo ni lifetime. Yani ukikaa mpaka leo una vibe muziki wake. Aha, kwa hiyo unaniambia God in terms of his music. Yes. All the time. Kuanzia Bongo Flava imeanza. Yani mpaka leo hii unasema kwamba kama hapo umesema durability ya muziki wa Bongo. Unasikiliza wiki moja unaondoka, lakini kuna wimbo umetoka 2005, leo hii ukikaa kusikiliza au fikirii mwaka 2005, unafikiria kwamba ni muziki tu mzuri ambao umepita masikioni mwako. Sasa hapo ukiniambia toka Bongo Flava imeanza, mimi nikwambie tu ukweli ndugu yangu. Toka Bongo Flava imeanza, maproducer wakati wanafanya Bongo Flava ilivyoanza huko miaka 1980 na ngapi? 90 huko, si wajui. To be honest. Wewe wako familia ambao mimi naanza kuwajua ni kuanzia hapo 2000 na mwaka 2000. Okay, haya. Maproducer kuanzia mwaka 2000 mimi ndo tuanzie najua. 2000. So, producer wangu ambaye ametengeneza nyimbo nyingi ambazo mpaka leo mimi mwenyewe nikazisikiliza nikasema huyu mshenzi alifanya nini hapa? Wa kuanzia mwaka 2000 mpaka leo. Naweza nikasema labda Majani. Umeshaona? Hiyo iko wazi, kila mtu anamsema huyo. Na ni kweli muziki wake toka miaka hiyo mimi nikisikiza hata leo naupenda. Majani napenda muziki wake mzuri. Mimi nadhani ni huyo tu. Mimi nilikuwa na aina tu ya muziki ambao napenda muziki iliyojaa. Yaani toka niko mdogo mimi nikisikiza nataka muziki ni mdundo, yani ili muziki. Sijui unanielewa. Katika generation yenu hii kutoka 2000 na let's say 2015, 2016, no 2018 hapo. Kutoka 2018 au 17, tuseme 15, 2015 mpaka sasa. Yeah. Kuna ukiwemo wewe mwenyewe, kuna producer ambaye unamuona kabisa kwamba kama ambavyo unamuona wewe Majani kwamba ametengeneza hiyo legacy kwamba katika generation hii bwana amekuwa mnoma sana. Kuna mtu unamuona hapa kwa maproducer? Sasa mimi kaka. Mimi tuna historia kubwa ambazo yani unaweza usiziamini, sema sizisemagi tu. Naomba niziache. Find out. Naomba tuambie unatupa kazi sasa ambayo kimsingi itakuwa inatuumiza sisi. Mimi binafsi mimi najikubali sana mimi kama mimi kwa sababu kwanza historia tu kwanza ya kumtoa Gigy Money akawa the big artist. Mpaka leo yupo na anafanya vizuri. That number 1. Kwa mimi najiona mimi I'm the best. Good. Kutoka kwenye hiyo miaka aliyosema. Okay. Mimi ni producer ambaye nishateza nyimbo alafu zikawa na remix nyingi sana. Kama Aibu ile ya Nandi imekuwa na remix nyingi sana Afrika. Nyingine kwenye nchi, baadhi ya nchi ambazo hata mimi kwa sijui kama hizo nchi zikogo Afrika. Wameshaona. Okay. Mimi ni producer ambaye nimeintroduce aina nyingi sana ya muziki kama hujagundua. Ukifuatilia ukiangalia nyimbo ya Banana Dogo Janja. Na aina ya muziki ambao niliintroduce alafu watu wakaufuata. Sijui unanielewa. Ukiangalia ile nyimbo ya Gigy Money ni aina ya muziki mwingine kabisa ambaye pia watu waliufuata na ukazalisha producers. Sijui umenielewa. Ukiangalia hiyo Aibu ya Nandi ambayo pia Sheta alifanya Hatufanani nao kama remix, ni aina ya muziki ambayo pia iliibua producers wengi. Nakwambia ukweli. Yaani hawezi kusema. Lakini producers wengi, kuna maproducers wengi wametokea kwenye ile aina ya muziki. Yaani wamekuwa inspired kwamba ngoja nikupe mfano mmoja mdogo wa kijinga ambao watoto wa kiume wenzangu ambao miaka yote tulikuwa tunaangalia movie kwenye vibanda video, mtanielewa. Zamani kwenye vibanda vya video ulikuwa ukienda ukiangalia movie ya ngumi, mkitoka mtaani mnakujifanya kama na nyinyi ndo mastering mnataka mpigane. Sijui umeelewa? Mnakuwa inspired na kile ulichokiona. Ndio sasa hivi mimi nilipotoa ile nyimbo ya Hatufanani, kuna producers ambao unakuta labda walikuwa kidogo yani unajua hawajapata kitu cha kuamsha. Sijui unanielewa. Hiyo ikawaamsha na wakafanya vizuri, wakawa producers wakubwa. Okay. Sijui unanielewa hapo? Nakuelewa. So mimi najikubali kwa sababu nimetengeneza muziki aina nyingi tofauti, ikazalisha producers tofauti, nimezalisha wasanii. Yani sacrifice gani ambayo ushawahi kuifanya kwenye muziki? Hii ninayofanya sasa hivi. Sacrifice. Yeah, this is a big sacrifice, bro. Kwa miaka mingi naendelea kufanya muziki lakini sio kwamba napata hiyo hela ya muziki. Nini ambacho najutia kwenye muziki mpaka sasa? So far. Ninachojutia mpaka sasa hivi, hamna nachojutia kwa kweli kwa sababu ningekuwa sijafanya hii sacrifice, pengine huko mtaani ndo ningekuwa najutia kwa nini sijafanya sacrifice kwenye kitu ninachokipenda. Umeona? Lakini nakipenda mimi, sijutii ku sacrifice kufanya muziki, sijutii chochote kwenye muziki. Kila kitu nilichokifanya kwenye muziki naona ni sahihi. Okay. Yes.
Tumezungumza vingi sana kimambo. Chochote cha mwisho? Cha mwisho mimi cha mwisho nitapeleka kwa mashabiki. Huyo washabiki mmoja mashabiki, nyingine wasanii. Mashabiki wetu sasa hivi, ukiwa na low dopamine kwa kawaida, na lisisitizia hili kwa sababu ni ugonjwa upo tayari. Ukiwa na low dopamine mara nyingi wewe hamna kitu kwako unakiona kizuri, hamna kitu kinakuwa unakiona yani kwamba kinakufurahisha. Mara chache sana unakuwa yani kila kitu unataka kukandia, kuponda, kila kitu unataka unakijua wewe, kila kitu. That is low dopamine. Hizo ni dalili kuu za low dopamine. Kwa hiyo nachotaka kusema sasa kwa mashabiki zetu wa muziki, tuache wasanii wawe wasanii. Tunaharibu hii tasnia. Mwache msanii atengeneze nyimbo yake. Wewe sikiliza. Hujaipenda mwana mwingine ataipenda. Sio, umenielewa? Tusikilize, tu support muziki mzuri, good music, for the sake of music, for the sake of people who love music. Na watu mnaopenda muziki mzuri, msione aibu msanii katoa nyimbo nzuri kuisifia, kuiposti, kufanya nini, sio mpaka afanye promotion. Yani wewe unapenda muziki mzuri, show it, you love it, you love the good music. Kwa sababu at the end of the day tunawapa stress wasanii. Wasanii wanabaki sasa wanaanza kwa sasa kwani wanataka nini? Ngoja tuimbe wanachokitaka wao. Wanaimba wanachokitaka nyinyi, muziki unapotea taratibu. Mtakuwa hamna cha kufurahia mkienda club. Mkienda club mtakuwa mpo excited tena. Hamtosikiliza tena nyimbo zenu za Kiswahili, mtaanza kusikiliza manyimbo ya Ulaya. Sasa ndo nini? Kwa hiyo mnabidi mwasupport wasanii na muziki ambayo wamekaa studio kuitengeneza, kufikiria, kuumiza vichwa. Yani let artists be artists. Mwache msanii awe msanii. Wewe kama sio msanii, sio sasa msanii katoa nyimbo kwa sababu unataka kujibu comment, unaanza kumpondea. Hujui kuimba, sio nini? Wewe ni msanii, mwache. Kama ajui hata siku zinavyoendelea atakuwa msanii mzuri. So hiyo kwanza kwa mashabiki zetu. Na tusiposema hivi ukweli, mashabiki zetu tutaendeleza. Kwa hiyo msafara wa Mamba Kenge wakosi. Na hiyo hapo ambao hawawezi hata kukubaliana na hichi ninachokisema. Kwamba tuache wasanii wawe wasanii. Tusijifanye unajua kwa mitandaoni kila mtu msanii yeye, kila mtu director yeye, mwanasiasa yeye, sijui nani yeye, kila mtu anajua kila kitu. Sasa hiyo haifai. Ni dalili ya ugonjwa wa low dopamine. Kwa hiyo kuna vitu inabidi tuachie ambao wanavijua wavifanye kwa usahihi. Alafu sisi kazi yetu tunaangalia tunachokipenda sasa. Ndio tunakisupport. Umeshaona? Kizuri tunakisupport. Hicho cha kwanza. Kwa wasanii inabidi sasa for the sake of music sasa tufanye kitu kizuri ambacho tunaamini kabisa kwamba this is good. Hii itafanya muziki wetu ukue. Hii itafanya mimi nitaacha legacy. That's all. Yeah. Sawa bwana, nashukuru sana. Shukran.